Karibu mpenzi msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, nawe mtazamaji wa Mwangaza Digital, kusikiliza ujumbe wa Mtakatifu Gaspari wa leo tarehe 27 ya mwezi wa 6. Mimea inatikiswa na upepo pinzani, lakini mizizi yake hubaki imara. Hii ndiyo kusema imezama ndani, kwa hiyo ondoeni woga wote. Ningependa kuona mioyo yenu ikitulia kwa nguvu na matumaini kwa Mungu. Mimea inatikiswa na upepo pinzani, lakini mizizi yake hubaki imara. Hii ndiyo kusema imezama ndani, kwa hiyo ondoeni woga wote. Ningependa kuona mioyo yenu ikitulia kwa nguvu na matumaini kwa Mungu. Hili ni fumbo la maisha ya kiroho. Kama mimea inavyopaswa kustahimili upepo na jua kali ili kustawi, Wakristo pia hukumbana na upepo pinzani, yaani majaribu, dhiki, hofu, mashaka na mateso ya dunia hii. Upepo huu unaweza kuyumbisha hisia zetu, kututemesha imani yetu, au hata kutuvunja moyo na kukatisha tamaa. Lakini kama mzizi wa roho umejikita vizuri katika ardhi ya imani na ushirika wa ndani na Mungu, hautaanguka wala kusambaratika. Imani yetu itasimama imara hata mbele ya tufani. Yesu analinganisha hali hii katika Injili akisema, basi kila asikiaye maneno yangu haya na kuyatenda, nitamfananisha na mtu mwenye busara aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma zikapiga ile nyumba, lakini haikuanguka, kwa maana msingi wake ulikuwa juu ya mwamba. Hii tunaipata katika Injili ya Mathayo sura ya 7 aya 24 hadi ya 25. Hii ni picha ya moyo uliojengwa juu na ya Kristo, mwamba wa wokovu wetu, ambao hausambaratishwi na upepo wa dunia. Imani haiwezi kuwa na mzizi katika hisia, uzoefu wa nje au mafanikio ya muda. Lazima izame katika undani wa muunganiko wa kweli na Kristo, aliye chemichemi ya neema na amani ya ndani. Maneno haya yanaonyesha umuhimu wa kuzama ndani, yaani maisha ya undani na Mungu, katika sala ya dhati, tafakari ya ukimya, sakramenti takatifu na kujikataa ili kutii mapenzi ya Mungu. Wakati tunapokabiliana na matatizo au mapambano ya kiroho, hoja si kutikiswa kabisa, bali kuwa na mizizi ya kiroho iliyo imara kiasi cha kuhimili misukosuko yote. Kama Mtume Paulo alivyoandika katika waraka wake kwa Wakolosai sura ya 2 aya 7 inasema, wenye shina na wenye kujenga kama yeye mmefanywa imara kwa imani, kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukrani. Hii ndiyo hali ya Mkristo aliye na kina, anayekuwa si kwa muonekano wa nje, bali kwa kina cha roho kilichoshikamana na Kristo. Mtakatifu Gaspari anapoendelea kusema, kwa hiyo ondoeni woga wote. Ningependa kuona mioyo yenu ikitulia kwa nguvu na matumaini kwa Mungu. Anatoa mwaliko wa upendo na faraja ya kiroho. Woga ni adui mkubwa wa maisha ya imani. Huingia pale ambapo tumeyumbishwa, tumejiegemeza kwa wanadamu au vitu vya dunia hii, lakini matumaini ya kweli katika Mungu huleta utulivu wa ndani, ule utulivu usiovurugwa na hali za nje. Tunakumbushwa maneno ya Mungu kwa nabii Isaya, usiogope, maana mimi nipo pamoja nawe, usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Hii tunapata katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 41 aya ya 10. Hii ni ahadi ya upendo thabiti wa Mungu kwa wale wanaomtumainia. Mtakatifu Gaspari anatualika tuwe na mioyo inayotulia kwa nguvu, sio utulivu wa uso au sauti, bali ule wa ndani wa mtu anayemjua Mungu wake na anayemwamini hata katikati ya dhoruba. Mtakatifu Gaspari anatufundisha kuwa maisha ya Kikristo hayaepuki dhoruba, lakini yana uwezo wa kuyashinda kwa mizizi iliyo ndani ya Mungu.
Tunapaswa kujikita katika Kristo kama ilivyo kwa mti ulio na mizizi ya kina. Hata kama majani yatayumba kwa upepo, shina litasimama imara. Vivyo hivyo, nafsi ya Mkristo aliyemkumbatia Kristo haing'olewi, bali husimama imara na kuzaa matunda ya neema. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Sixberto Munishi wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu.